Ndugu zangu watazamaji wetu wapendwa, kwa mara nyingine tena Dr. Kondo Online TV tupo hewani kukujuza, kuhabarishana mambo mbalimbali. Lakini moja ambalo tunataka tulizungumzia ambalo limekuwa the thorn issue, yani ni kama mwiba hivi uliojikita, madai ya nchi hizi kubwa kiongozi wa Marekani na nchi za magharibi kuwa na maamuzi wa mustakabali wa nchi zingine, hasa kwenye teknolojia ya nuclear. Na mara nyingine tunaambiwa one sided, kwamba ubaya wake tu ubaya. Sasa kama ubaya wake, kwa nini wao wanazo? Wote nchi zote wanazo, tena wanao katika upande ambao ni wa hatari. Lakini kwanza lazima tujue nuclear kama technology ina uzuri wake kwa mustakabali wa maendeleo ya binadamu. Nuclear civilian, nasema ya kiraia, ya kawaida, ni power generator. Inazalisha umeme mkubwa sana kwa gharama nafuu na vile vile kwa uhakika na bila kuathiri mazingira. Yaani ile energy ni maendeleo ya binadamu kutoka kwenye ujima mpaka kufika katika stage hiyo. Kwa hiyo uzuri wa nuclear ukiwa nayo umesolve tatizo la kuwa na haya maporomoko mengi kama tulionayo sasa hivi. Tunajigamba tutapata megawati zaidi ya 2015 kutoka na Julius Nyerere Power Plant ile, ambayo tunaona ni maendeleo makubwa. Ni kweli maendeleo makubwa sana. Lakini kwa nuclear ukawa nao mtambo mmoja tena wa kawaida tu, unaweza kuzalisha zaidi hapo na bila kuathiri mazingira. Wakubwa wao wanasema hapana, huyu awe naye, huyu asio naye. Na hasa ikija kwenye kesi ya Middle East ndo is more worse. Na unaona kwamba hapana justice, hakuna sheria. Mkubwa tu anaamua tu, lakini kampanani na uwezo amejichukulia. Sasa hapa tunaona kigezo kikubwa ambacho nakitumia kwa nchi ya Irani katika vita vyote hivi na uzushi wote, mtaji wao mkubwa ni Irani kutomiliki silaha za nyuklia. Lakini nani amesema? Kwa sababu Irani alipokuwa anaomba na ameingia kwenye kutengeneza hii mtambo wa nuclear, nia yake ni kwa ajili ya kupata nguvu ya umeme ya uhakika kama walivyonazo nchi za magharibi. Zote wanazo, na nchi zingine zinazozunguka Middle East wanazo. Sasa ubaya wake ama kosa lake nini? Na ndio maana wakati fulani lazima tuhoji hilo, maana tusilishwe tu maneno na propaganda na nini kujustify kuhalalisha vitendo vya uharamia. Irani kama nchi zingine zote zina haki, kwa sababu ile nguvu ya nuclear amewekeza mwenyewe, kafundisha wanasayansi wake, wapo katika level nzuri, lakini ka invest, sio bure unapewa, kaenda kwenye nchi ambayo anaona ina usalama zaidi. Lakini kitu kikubwa alichokifanya mwenyewe kosa ni Irani kwenda kwenye nchi ambayo tofauti na nchi za magharibi, kwa sababu ile gharama yake ni mabilioni ya hela. Sasa papa na hela, kwa nini umpe contract mtu mwingine? Kwa nini umpe Mrusi? Kwa nini usingekuja kwa Mfaransa, Marekani, Uingereza, Ujerumani na nini? Lakini hata hivyo wasingemkubalia, kwa sababu kwao wanaona kwamba hapaswi kuwa nayo. Sasa hapo ndo tatizo. Lakini sasa Mwenyezi Mungu anafungua ukweli. Hiyo sio hoja, kwa sababu toka ameanza kujenga na mpaka katika matumizi hakuna dalili yoyote, pamoja na inspection zote zilizofanywa, kwa sababu ndio zinazosema lazima pafanyike inspection, kwamba muhusika mwenye nuclear asiende kinyume cha makubaliano ya kimataifa. Mwirani amecomply nayo, lakini bado wanasema kesho tutatengeneza nuclear. Wakienda si uongo, sababu kitu ambacho kinaweza kusema ni ile agency ile Atomic International Energy Agency
ile ndio inaweza kasi, kwa sababu ndio inafanya verification, ndio inafanya ukaguzi tena wa kila baada ya miezi mitatu ama miezi sita whatever, na imeweka makamera yao. Ile ndio imepewa jukumu hilo, sio nchi. Lakini hapo imekuwa tofauti. Tofauti kwa sababu nia sio hiyo. Nia nyingine. Nia pale ni kupora rasilimali na kuifanya watu wa nchi husika wadhalilishwe tu kiuchumi na kinani. Sasa tunapoona mazingira haya ndio sasa tunafunguka, kwa sababu hii ya majuzi ndio inatoa picha ama taswira ya kusema hapana, ajenda sio nuclear, ajenda nyingine. Ile ni pretext inatumika katika kuhalalisha uharamia ama ubabe. Donald Trump tena na vyombo vyote vimetangaza ameingia mkataba na nchi ya Saudi Arabia kujenga mtambo mkubwa wa nuclear kwa matumizi ya kiraia, kama ile ambayo ipo Iran. Ile sio ya kijeshi, piwa lile ya nani. Na amesema kwamba kuna mkataba ule vipengele vingine ambavyo mara nyingi nchi za magharibi zinakataa kurutubisha uranium, lakini Saudia anaweza kukubalika ama kukubalika. Sasa unaona double standard hapo hapo. Ile nchi po Middle East tena ndio zinapakana hapo. Huyu mwingine anambia asiwe nayo, huyu awe nayo. Tena anayefanya ni huyu ambaye ndio anakataza. Kuna haki. Lakini benefit ya nuclear ni pana kama wanavyosema. Haishii kwenye energy tu, kwa sababu kwanza energy yake, umeme wake wa uhakika. Hata span na living span yake, uwezo wake wa kuishi ni zaidi ya miaka 60. Kuliko hizi ambazo tunazo katika nchi zetu dunia tatu hizi na maporomoko haya. Yaani kila wakati unaingia kwenye gharama za matengenezo, magharama spare, magharama nini. Umeme wake hauna uhakika wa masaa 24. Umeme wa nuclear una uhakika wa masaa 24. Na ndio maana unakuta kwamba nchi kama Ufaransa haijui kukatika katika umeme. Uingereza mtu ukikatika umeme pale mtu amefukuzwa kazi. Kwa sababu haelewi kwa nini unakatika. Hawajui power nani cut off. Hawana vitu kwa sababu ya nuclear. Sasa teknolojia basi ndio tunayo. Kama sisi Tanzania tuna bahati. Uranium tunayo. Na sasa mtu asema kwamba nyinyi kazi muuze tu nje, hiyo nyinyi msitumie, inaingia akilini. Naye anasema nani? Na kwa maslahi ya nani? Sasa ndio anasema case study ambayo ya Irani inaweza kukuta nchi zote, sio yake tu. Ni haki ya dunia, ile fairness iwepo. Sasa kama hivi bwana mkubwa huyu anasema anamkataza Irani, lakini hapa hapo juzi anasaini mkataba na Saudi Arabia atajenga nuclear pale. Hatukatai Saudi Arabia kuwa na nuclear, lakini sasa hii fairness ipo. Mbona pana double standard? Lakini ulimwengu kama tulivyo kama nyumbu, watu wanakubali tu. Lakini nuclear ni nini? Na ndio maana nutshell kwamba nuclear haishii kwenye nuclear, lakini inaishia hata kwenye tiba. Inachukua uwanda mkubwa sana. Tiba nyingi zinatokana na products za nuclear. Hata hii skani, MRI, therapy, hii mgonjwa nani, matibabu ya kansa na nini, sehemu nyingi ni nuclear. Kwa sababu ina mchango mkubwa kwa ustawi, afya ya binadamu vile vile. Wachilia propaganda hizi. Wao ndio wanatengeneza madubwana haya kuangamiza dunia. Wao ndio wapo katika kushindana huko. Irani hana hilo. Na ukitaka kuona hilo katika miaka yote ya uhai wa Jamhuri ya Kiislamu, wapi umeona kuna dalili ya silaha za nuclear? Ni maneno tu, poroji zinazungumzwa na Wayahudi, zinazungumzwa na Marekani ili kujustify vitendo hivi vya uvamizi. Sasa hilo ndio maana nataka tulielezee hilo ili watu tujue dunia hii haina haki. Law of jungle. Mtu anaamua tu. Na sisi hapa tuna mfano. Ukisoma vitabu vya historia, hawa wakoloni walipokuja ni hawa wazungu hawa. Walipokuja sisi tulikuwa na teknolojia. Wazazi wetu walikuwa na, wazee wetu wale mababu zetu walikuwa wanafua vyuma. Wanaunda silaha zao. Walifika mahala walikuwa wanaunda magobole. Bunduki hizo walikuwa wanaunda na ungefika mbali. Walifanya vibaya sana. Walipoona katika kijiji kuna mtu ana teknolojia, wanamkata kabisa mkono. Wamefanya vitendo sana. Sasa hayo ndio yanayofanyika. Sasa hivi uweze kumkata mkono, sasa hivi unakwenda kuwapiga watu mabomu, unakwenda kubomoa miundombinu, unakwenda kuoa. Tabia ile ya ukoloni ipo katika imperialism.
ipo katika ubeberu, ipo katika ubabe huu ambao unafanya katika nchi hizo. Sasa ni tabia, ni huruka, ni DNA yao. Sasa hayo lazima tuyazungumze na lazima tuelewe tunapokuwa katika kuiangalia dunia yetu, kuangalia amani yetu, kuangalia mustakabali, kuangalia ustaarabu na haki katika nchi zetu hizi katika dunia. Sasa tumefika mahala sio pazuri, na distraction inayofanyika kwa kigezo hiko ni kubwa sana. Not fair, not fair, kwa sababu sasa unamwambia huyu awe naye. Pakistan naye nuclear, tena sio ya kiraia tu, ya kijeshi. India nayo, yupo nayo. Uturuki anayo kiraia, anaweza akafanya wakati wote akaingia tu kwenye kijeshi. Nchi nyingi tu, lakini huyu asiwe nayo. Sasa unajiuliza kulikoni? Lakini shirika lipo, limeanzishwa na hawa kubwa, International Atomic Agency. Sasa kazi yake ni watchdog, kuangalia hizi nchi zote ambazo zina mitambo ya nyuklia hiyo, ambayo nasema inaweza kutumika kwenye energy kubwa, energy lakini vivyo hata kwenye tiba ina comply na kuna ukaguzi very rigid, na hiyo ndio ilikuwa ndo haki yenyewe ya kufanyika. Na ndio maana nchi zingine kama Korea imeamua tu kusema hapana, hao watu ni wababe, anakunani hivi kusudi kesho aweze kukuvamia. Marekani kuvamia Korea, anajua hapa pata. Maana Marekani hataki kupigwa. Maana kama Korea ana uwezo wa kuipiga Marekani akiwa pale, aweze kukubali. Sasa hilo Marekani anataka destruction, aje ndani ya nyumba yako, avunje nyumba yote. Hiyo ndo anapenda. Katika nchi zote ambapo Marekani amekwenda kuzivamia, yeye yupo mbali, yupo kilomita zaidi ya 10,000, 20,000 huko. Ndio maana anatafuta base katika nchi zile ambazo zinaizunguka ile nchi, na ndio anayofanya pale Middle East. Sasa kinachotokea nini? Wahanga wakubwa ni wale wenye kukaribisha. Wanapata matatizo maskini ya Mungu kwa jambo ambalo hawana faida nalo. Destruction kubwa inafanyika ndani ya nchi zao, na nchi zile mbaya zake zinakuwa kama makoloni, kwa sababu yale mabebezi zote zile hazina uwezo katika nchi husika kufuatilia ana haki yote kinachoendelea kufanya. Sasa ndani ya nchi yako kuna visiwa ambavyo huna uwezo navyo, una uhuru aina gani? Hayo mambo mengine nasema, lakini nachotaka kusema kwamba kinachofanyika na kinachoendelea sasa hivi kinatufumbua macho kwamba hapana, tukataa hilo, kwamba pale sio swala nikia, pale pana maslahi ya unyonyaji, wizi, uporaji, hasa mafuta na gesi ya Iran. Nchi zingine zote kwa Marekani kagusa. Ana rasilimali, ana percentage, lakini pale hana. Sasa hilo ndo linamsumbua na nchi zote. Hiyo ndo lazima tuliangalie, hilo ndo msingi wenyewe. Ndugu zangu, kwa leo naona tulizungumzia hayo kwa mfupi, ili tuendelee na mambo mengine, na tutaendelea kujuzana na kuelimishana na kuhalalishana katika masuala mbalimbali. Na tunaomba wenye komenti, wenye ushauri wote wanaweza kutushauri kwa kupitia hizo namba zetu ambazo zinaonekana katika Kondo Online TV. Asanteni sana kwa kusikiliza, tuendelee kuunga mkono channel hii. Asante.